Tuelekee kaunti namba 40 ambapo mapuuza ya wanawake wajawazito kutembelea kliniki wakiwa wajawazito pamoja na ukosefu wa lishe bora yamesababisha idadi ya watoto wanaozaliwa kuwa na uzani mdogo mno katika kaunti ya Busia. Akina mama wengi wanaohusishwa na watoto hao wenye uzani mdogo mno wakiwa wanafunzi. Ukosefu wa lishe bora, chanjo na kina mama kukosa kuhudhuria kliniki wakiwa wajawazito ni baadhi tu ya vyanzo vya ongezeko la watoto wanaozaliwa kuwa na uzani mdogo katika kaunti ya Busia, wengi wakizaliwa na wanafunzi. Katika hospitali ya rufaa ya Busia, mtoto wa uzani wa chini zaidi kuzaliwa hapa akiwa na kilo 1.1. Akina mama wajawazito sasa wanashauriwa kutilia maanani swala la kuhudhuria kliniki na kumeza tembe za kuongeza damu ipasavyo. Wakati mama hapati lishe bora, wakati mama hapati chanjo zinazofaa, akija kwa clinic tunaongelesha. Kuna kiwango cha damu wanafaa wakuwe nacho, na kuna chakula wakila watapata hiyo damu, na kuna dawa tunawapa kwa bure ya kuwasaidia supplements wapate hiyo damu. Sasa wakati yeye amejificha hajakuja, haezi pata huo huduma, mawazo hatapata, ushauri hana. Ukosefu wa lishe bora kwa kina mama wasio na uwezo wa kifedha unaoathiri pakubwa watoto wanaozaliwa, kwani wanakosa maziwa ya kutosha ya mama watoto hao wakidumaa. So unapata mama wetu labda hawapati hiyo balanced diet, na with balanced diet they get enough breast milk because our watoto wana depend kwa breast milk. So with that, hawa add kilo haraka, nona. But ushauri wangu ni kwamba kama tunaweza pata usaidizi vile mama wanaweza pata a balanced diet to improve on their breast milk supplies. Wengi wao by the way hawajiwezi. Viongozi katika kaunti ya Busia wamewatembelea wanawake katika chumba cha kujifungulia wakisikitikia kuongezeka kwa idadi ya watoto wanaodumaa Busia. Hii issue ya stunted growth ya watoto haianzi wakati mama anapata ujauzito. Ni muhimu sana atembelee antenatal clinic because unapata Busia tuko na very big number ya stunted children, na inaanza tu pale kwa tumbo, kwa sababu hatupati lishe bora, hatupati zile madawa ambayo unafaa upewe ili mtoto aweze kukua kule tumboni. Ningesihi wa mama ambao wako kwa ile hali bado ya uzazi, tafadhali ukipata mimba ama ukipata ujauzito, tembelea hospitali upatiwe mawaidha. Tukasema tukuje tutembelee wamama ambao wamejifungua. Tunapatia wamama ile dignity by making sure that we equip them with the few necessities that are needed sa zile mama amejifungua. Ndio kwa sababu tukasema tulete pampers, tulete baby blanket, at least mama apunguze mawazo, afocus kwa kuconcentrate kulisha mtoto, like breastfeeding the baby for the purpose of even their own health, mental health. Nimefurahi siku ya leo, nimepewa pampers na shawl moja. Sasa nilikuwa nataka tu nikusaidika kutoka hapa kama msaada ya fedha. Wanawake kutoka nchi jirani ya Uganda hufurika katika hospitali hii na kusababisha msongamano, shinikizo likitolewa kwa serikali ya kaunti ya Busia kukamilisha ujenzi wa jengo la kitengo cha watoto wachanga. Nimeona there's a maternity wing that ilikuwa inajengwa na sijui amefika kiwango gani, but ningeomba serikali ya kaunti izidi iharakisha hiyo maneno, wafungue hiyo hospitali so that mama wetu waweze pia kupata ile heshima ya kuzaa mahali pazuri, because nadhani governor, that is the gift you can give to women as the governor. Give us a new maternity block. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.